الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. Wapendwa ndugu zangu, awali tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tumshukuruni sisi ambao Allah ametujalia tumeitika wito wa uwepo wetu katika darasa hii tukufu, darasa ambayo hatoacha mtu kuwepo ila kutoka kwake hapa kutakuwa ni kwa faida ya hali ya juu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupatie faida hiyo. Katika yale ambayo tulikuwa tukiishi nayo juu ya aya yetu ambayo imezungumza jumla ya ahkam, jumla nyingi. Napenda sana kurejea. Tumezungumza habari za pombe, tukazungumza habari za janaba, tukazungumza habari za mtu aliyekuwa safari na mambo ya tayammum. Lakini jana, kama mtakumbuka, tulipata swali la msingi kabisa. Nasema la msingi kwa sababu lina maana kubwa, nalo aliliuliza mmoja kati ya viongozi wetu, Imamu wa Bomba Mzinga, Sheikh Hussein. Swala lile lilikuwa likizungumzia tayammum, na kwa sababu aya yetu iliingia katika kipengele hicho, nikasema tulizungumza jambo hili kitafsiri, lakini leo au kama mwapenda basi nilizungumza kifiqhi. Baada ya kutembea katika bahari za fiqhi, nikaona kuna umuhimu sana leo tuzungumzie suala hili angalau kidogo kwa undani. Sababu ya hii tayammum ni kuteremka kwa ile aya ambayo
imetuambia wakati tukisoma wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min al-gha'id au lamastumun nisaa falam tajidu maa fatayammamu. Aya imesema moja kwa moja kama mtakuwa wagonjwa au safarini au mkapatwa haja kubwa lakini maji yakawa hayapo, basi tayamamuni. Aya imesema moja kwa moja. Sababu tulisema Bibi Aisha radhiallahu anha alipoteza kidani au mkufu wa Asma mtoto Abi Bakrin. Kwa hiyo maswahaba wakashughulika kwenda kumsaidia kuutafuta, alikuwa amewazima. Ikapelekea wakati wa sala ukawa umefika na eneo lile halikuwa na maji, wakasali pasina kupata maji, na wakati ule bado haijakuja ruhusa ya kutayamam, haijaonyesha kwamba mbadala wa maji ni nini. Hapo ikapelekea maswahaba sasa walifanya jambo la ibada ya sala, ibada ambayo yatanguliwa na udhu pasina udhu. Kwanza walikubaliwa kwa kile walichokifanya, lakini pili ikateremka aya kuwaonyesha mbadala baada ya kuwa maji hakuna. Kwa hiyo sababu za kutayammam, asbabu at-tayammumi, sababu za kutayammam, yani ifike mahala kwamba unaambiwa wewe sasa chukua mchanga, ziko sababu zake. Mwenzetu alipouliza aliwafungua watu hapa walikuwa bado hatujawaambia kwamba twaenda huko, lakini nikaona kwamba ni vizuri basi wajue hata kwa mukhtasar. Sababu ya kwanza, al-asbabu al-mubihatu lahu, sababu zenye kuhalalisha uache, yani maji hakuna, sala iendelee, utayammam. Yubahu, kwanza ni halali at-tayammum, kutayammam lilmuhdith, kwa mtu ambaye atatoa hadathi. Alhadathu nauani, alhadathu al-asghar walhadathu al-akbar. Kuna hadathi kubwa na kuna hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni haja inayotoka mbele, haja ndogo twasema mkojo, na haja inayotoka nyuma ambayo ni haja kubwa twaiita kinyesi. Viwili hivi vinaitwa hadathi ndogo. Au akbar, au hadathi kubwa ambayo ni hedhi, nifasi kwa kina mama, alafu janaba ambalo linatuenea wote, kina mama na kina baba. Na jambo hili la kutayamamu fil hadar, ukiwa katika mji wako kukawa kuna sababu ambazo zinasababisha lazima utayamam, wa safar, na hata ukiwa safarini. Idha wajada sababu min al-asbab al-atiya, iwapo huyo mtu atapata moja ya sababu zifuatazo. Ya kwanza, idha lam yajid al-maa, kwanza ikiwa hakupata maji. Ukiwa hukupata maji na ukayatafuta kwa kiwango na kitambo ambacho kinaweza kwa kitambo kile hata wakati wa swala ukatoka, hapo unachukua mchanga unatayamamu badala ya maji, swala iende. Au wajada minhu ma la yakfihi, au kapata maji lakini hayamtoshelezi, litahara, kwa ajili ya kupata tahara. Maji umeyapata lakini machache, madogo sana, hayatoshelezi. Na haya yamethibiti kwa hadithi ya Imran ibn Hussein, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee. Qal, amesema kunna maa rasulillah, tulikuwa siku moja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallama safarini. Fasalla binnas, Mtume akasali na watu. Fa idha huwa rajulun mu'tazil,
tahamaki, kuna bwana mmoja amekaa pembeni kajitenga na wengine. Faqal, Mtume akamwelekea akamuuliza, ma mana'aka an tusallia binnas au ma'a nnas, kwa nini haukuswali pamoja nasi? Kwa nini haukusali sala hii ambayo mimi kiongozi wako nimesali na umma huu? Qal, yule bwana akasema, aswabatni janaba, nimesibiwa na janaba, janaba limenisibu, wala ma, na maji hakuna. Qala, Mtume akasema kumwambia, alaika bisuid, juu yako uchukue mchanga, fa innahu yakfika, mchanga unakutosha. Akaelekezwa akachukue mchanga apate tahara, alafu aingie kuswali. Rawahu Sheikhan, hadithi hii imepokelewa na mashekhe wawili, Bukhari na Muslim, lakini pia imepokewa na Abi Dharri, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala, amesema Mtume anasema, inna saida, hakika ya mchanga, tuhurun, ni safisho au ni tahara, yani una uwezo wa kumsafisha mtu. Liman lam yajid almaa, kwa yule ambaye hakupata maji. 10 sinina, miaka 10 unaweza ukaishi kwa tayammum. Miaka 10 maji hakuna, basi mchanga unafiti na unafaa kukufanya wewe uyatekeleze yote ya wajibu, yale ambayo hayatekelezwi ila kwa udhu na tahara. Basi mchanga utakaa, sayahallu mahalla alma, utakaa mchanga mahala pa maji. Na bado anasema, lakini yajibu alayhi qabla an yatayammama, yapasa kwa huyu mtu kabla ya kuchukua mchanga akatayammam, an yatluba almaa, afanye juhudi kuyatafuta maji, min rijlihi, kwa miguu yake ayatafute, au min rufqatihi, au atumie ule msafara wake au wale ndugu zake aliokuwa nao kwenye msafara wayatafute, au ma qaruba minhu adatan, au kile ambacho kimekuwa karibu na yeye mara nyingi, kwamba anaweza akatumia baskeli akatumia nini, atafute. Fa idha tayaqqana adamuhu, akiyakinisha kwamba maji hayawezi kupatikana, au annahu ba'idun anhu, au yako mbali mno, la yajibu alayhi talab, haipasi kuyatafuta, na badala yake achukue mchanga, atayammam, asali. Sababu ya kwanza hiyo, kukosa maji. Sababu ya pili, idha kana bihi jiraha au marad, akiwa ana jeraha au ana maradhi, inaweza kuwa na homa kali sana, khafa minhu isti'malu alma, na akawa aechelea kuyatumia maji, kwamba akiyatumia ziyadat almaradhi, maradhi yatazidi, au taakhara shifa, au yatachelewa ile maradhi kupona kwa kutumia maji. Sawaan arifa dhalika bitajriba, sawasawa kalijua hilo kwa majaribio. Bitajriba, kwamba kuna mtu alikuwa na maradhi kama yale akatumia maji akadhurika, kajua hilo kwa tajriba. Au bi ikhbari thiqa, au kapewa habari ya mtu ambaye ni tabib wa maradhi yale, muaminifu. Manake kuna matabibu sio waaminifu, anaweza kuambia habari kwa kutaka tu kukuridhisha jamaa yake, au kukutoa njiani uende zako. Li hadithi Jabir radhiyallahu alayhi au anhu, kwa hadithi ya Jabiri, radhi za Mungu zimwendee, amesema tulitoka sisi na Mtume katika safari, fa aswaba rajulan minna hajar, mwenzetu mmoja akapigwa na jiwe, akasibiwa na jiwe. Fashajjahu fi ra'sihi,
akapasuliwa kichwani. Thumma ihtalama, kisha usiku akajiotea, akaota anatenda tendo la ndoa usiku. Fasaala ashabahu, akawauliza wale nduguze masahaba aliokuwa nao, hal tajiduna li rukhsa fi tayammumi, jamani, hivi mwapata nyie rukhsa yoyote katika mimi kutayamamu? Mefikwa na janaba, meota mimi. Faqalu, wakasema wale masahaba, ma najidu laka rukhsa, hatupati rukhsa yoyote ambayo ya kupelekea wewe kwenda kutumia mchanga badala ya maji, hatuioni rukhsa. Wa anta takdiru ala alma, na wewe tunachokuona maji wayaweza wewe. Angalia mambo haya kusema sema huku. Faghtasala, yule bwana mkubwa akaoga, famata, akafa. Hii ni hadithi sahihi kabisa. Akaoga yule bwana kwa kupata mashehe wasioangalia mambo kwa umakini, akafa. Falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tuliporudi kwa mtume sasa, amani na rehma za Mwenyezi Mungu zimwendee, ukhbira bidhalika, akaambiwa kwamba bwana ya Rasulullah, huyu mwenzetu alipatwa na mtihani, akatuuliza tumpe ruhusa yoyote kama ipo, tukakataa, tukasema hatuoni, na tukamwambia maji wayaweza wewe, kaoga, amekufa, kwa hiyo mayiti iko hapa ikisubiriwa maelekezo yako. Mtume akasema qataluhu, wamemuua. Qatalahumullah, nao Mungu atawaua. Na kama utatafsiri kwamba katala kwa laana, Mungu atawalaani, lakini hii kwamba Mungu naye atawaua. Ala saalu, kwa nini wasiulize? Idha lam ya'lamu, ikiwa hawajui, kwa nini wasiulize? Na haya ndio mambo ya watu kusema sema habari, kuambia watu. Kwa nini wasiulize kama wao wanajua ili jambo hawaliwezi? Fa innama shifaa'ul ayyi as-su'al, inshallah. Kwa sababu maradhi ya ujinga ni kuuliza. Wewe ukitaka utibu ujinga, uliza. Sio unatoa maelezo tu wewe kwamba hili liko hivi, hili liko hivi, labda ulisikia au labda ukilifananisha maji tena alafu achukue mchanga huyo. Hapa twajifunza baadhi ya mambo. Kwanza, kutokufanya haraka kutoa fatwa. Lakini pia tunaona hapa kwamba dini ni nyepesi. Leo kuna maradhi kama kuna majosho kama haya, janaba au hedhi, lakini waambiwa ukipiga tu makofi mawili yale, kaeka usoni, ukapiga tena, ukaweka kwenye mikono, janaba hakuna, hedhi hakuna, nifasi hakuna. Hii ni yusr, wepesi wa Uislamu. Lakini kwamba laweza kufanyikana hilo hata kwa miaka 10 mfululizo. Maji hakuna, ukawa unatayamamu na mambo yanakwenda. Mtume anasema inama kana yakfihi an yatayammam, ilikuwa yamtosha huyo atayamamu, wa yaasir au yaasib ala jarhihi khirqa, alafu afunge na abandike kwenye jeraha lake kitambara, thumma yamsaha alaihi, kisha apanguse juu yake. Maki tutasoma mashu hapa. Umeumia, una jeraha la mwagadamu, jeraha, basi unatayamamu, alafu unafunga bendeji, alafu unapiga kamchanga kidogo, unapaka pale. Na vivyo hivyo kwenye maji, kwenye kutumia maji, habari ni hizi. Wayaghsilu saira jasadihi, alafu ataosha au ataoga mwili wake wote. Hapo ni kwamba akapata maji. Sijui nimeleka uzuri kapata maji. La tatu, la pili mshalijua, kama una jeraha au una maradhi yanaichelewa kwamba hauwezi kupona. La tatu, idha kana alma'u shadida alburuda,
ikiwa maji yana ubaridi sana, yana baridi mno, wa ghalaba ala dhannihi husula dharari, na ikashinda dhana yake kwamba nikiyatumia haya maji nitapatwa na madhara, nitafikwa na madhara. Sijui mnanielewa. Kuna maeneo unaweza kaenda kama vile Iringa huko Makambako, zamani Arusha. Siku hizi Arusha wanasema ajabu bwana, ndio hiyo tabia nchi, sio wanasema mambo ya mabadiliko ya tabia nchi haya. Ukienda leo Arusha makoti, zamani ulikuwa ukiambiwa unaenda Arusha unaandaa koti, lakini Arusha kuna joto sasa. Hata hapa Tabora zamani ilikuwa hakuna joto hili ambalo tuliona sasa. Ufika mahala joto la Tabora kafika mpaka nyuzi 35. Tunaungua sana, na bahati mbaya hakuna bahari, kwa joto letu kavu linakufanya unakuwa mweusi. Lila pwani lina rutuba kwa sababu linatoka baharini, linakutoa jasho, linakutakasa, lakini la kwetu zito. Mambo haya hayakuweko zamani. Ilikuwa Tabora ukiweka feni yatosha na inaweza kusitumike, lakini leo tufunga AC. Hata kule Arusha sasa wanafunga AC, ilikuwa zamani hakuna ile jambo. Kwa hiyo kama kuna baridi kali unaechelea utapata madhara kwa kuwatumia maji ya baridi, bisharti an yajiza an taskhinihi walau bil ajri, lakini kwa sharti ashindwe kuyachemsha hata kwa kukodi mtu au kuajiri mahala. Umemwelewa eh? Baridi ni kali, kuyachemsha uwezi, na hata kumkodisha mtu akuchemshie pia huna uwezo huo. Au la yatayassar lahu dukhul alhamam, au hawezi pamoja naye kuingia bafuni. Hizi sababu zikiwa zipo, maji ya baridi kuyachemsha mwenyewe uwezi kufanya pata ujoto, mtu hauna, basi yote haya yanakupelekea wende ukachukue mchanga alafu utayammam badala ya maji. Lihadithi Amr ibn al-As radhiallahu anhu, kwa hadithi ya Amru mtoto wa As, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, annahu lama bu'itha fi ghazwati dhati salasil, alipopelekwa katika vita vya minyororo. Vita hivi ndio salasil vya minyororo. Qala, alisema, ihtamaltu fi lailatin shadida alburuda, nilipata uzito kwa kupata mtihani wa kuota katika usiku uliokuwa na baridi kali. Fa ashfaqtu, nikahofu au nikaichelea, in ightasaltu an ahlika, nikioga nitaangamia. Thumma sallaitu bi ashabi, kisha nikaswali na jamaa zangu salata subhi, sala ya alfajiri. Falamma qadimna ala rasulillah, tulipofika kwa mtume rehma na amani za Allah zimwendee, dhakaru dhalika lahu, wale ndugu zangu wakamkumbusha au wakamhadithia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akasema, ya Amru, ewe Amru, sallaita bi ashabika wa anta junubu, umeswali na jamaa zako hali ya kuwa una janaba? Faqultu, nikasema, dhakartu qawla Allahi azza wa jalla, nilikumbuka kauli ya Mwenyezi Mungu mshindi na mtukufu isemayo, wala taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu. Yani yeye aliamua kuwaswalisha akiwa na janaba, alihofu kwamba asije wakafa wale kwa maji baridi alafu ikawa mtihani. Ndipo alipokumbuka kauli ya Mwenyezi Mungu, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msiziue nafsi zenu, Mwenyezi Mungu kwenu ana huruma. Fatayamamtu, nikatayamamu, thumma sallaitu, kisha nikaswali.
Fadhahika Rasulullah, akacheka Mtume, rehma na amani za Mungu zimwendee. Walam yakul shay'a, wala hakusema kitu. Ina maana Mtume alikubali kwamba kile kilichofanyika kiko sawa, kwa sababu alimshtua tu kwamba umewaswalisha kwa janaba, maana katayamam. Kama Mtume angesema umekosea, basi leo isingetufalia tayamam kwenye janaba, ingebakia kwenye udhu tu wa kawaida. Lakini Mtume akakiri hilo, na ikawa ni hukumu hiyo kwa wote wenye janaba na maji hakuna, watayamam. Hilo ni la tatu. La nne, la tatu mnalijua nadhani, kwamba maji yana ubaridi mkali. Sawa sawa, maji yana baridi kali. La nne, idha kana almau qariba minhu, ikiwa maji yapo karibu na yeye, illa annahu yakhafu ala nafsihi, lakini anaogopa. Kumesikika hapa kuna masimba yanaunguruma hapo kwenye hicho kisima, au irdhihi, anaiogopea nafsi yake au heshima yake. Labda kuna watu wanafanya mambo mabaya, wanabaka hata wanaume, unaogopea heshima yako, utadhalilika. Au malihi, au anahofu mali yake, kwamba akienda huko pataibiwa. Au fautu rufqa, au msafara akienda utampotea, msafara wako tups, rufqa hii itampotea. Au hala bainahu wa baina alma'i adu yukhsha minhu, au kuna kizuizi kati yake na maji, kuna adui, kuna majambazi yameingia. Sawaan kana aladu adamia, sawa sawa adui huyo ni mwanadamu au ghair, au si mwanadamu, nyoka. Kisima kipo, kuna joka kubwa la fukuza watu. Sasa waende wafuata nini kule? Chukua mchanga, tayamamu, swali. Kuna wengine humu, mimi shujaa, huo shamba kuna koboko hapo kwenye kisima. Wewe waenda, ushatahadharishwa, wakati unao mbadala, nyoka amekugonga, umekufa, umeshaingia kwenye mtihani mkubwa wewe, kwa sababu uliambiwa na ulisikia. Kwa hiyo jambo kama hili tuliangalie, ule ujahidina ule, kwa mimi hii ni taa bwana, mimi niko na Allah. Na kuna watu wana tabia za namna hiyo, ukataa sheria kwa kumsingizia Allah kwamba ujahidina ndio unakupelekea katika hayo. La, fuata utaratibu. Dini inaangalia sana nafsi, nafsi inaenziwa, nafsi ina thamani. Nafsi haitolewi bwana ila bihaqiha, ila kwa haki yake. Usijitietie hamnazo ukaihalikisha nafsi yako. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, msiingize mikono yenu kwenye maangamizi. Naam. Au kana masjunan, au akawa ni mfungwa, maji yashindwa kuyapata. Au ajaza an istikhrajihi, au pia kashindwa kuyatoa, labda yako kisima kirefu sana, namna kuatoa maji imeshindikana, kila alilofanya maji yameshindikana. Lifaqdi alat alma, kwa kukosa chombo cha kutekea maji, hana maji yapo, kuyatoa anatoaje? Kahablin, kama vile kamba, wadalwin, na ndoo. Lianna wujuda almaa fi hadhihi alahwali kaadamihi, kwani kuwepo kwa maji katika hali hii ni kama kutokuwepo. Maji yapo, huwezi kuyatoa, ni kama hakuna maji. Wakadhalika man khafa in ightasala an yarmia bima huwa bari'a minhu wa yatadarraru bihi, jaza tayammum. Na vile vile
ana hofu kama atatupia kitu kitamsibu yule ambaye hana haki. Labda kuna kitu ambacho kama utapeleka ile ndoo yako au jambo lako pale utakwenda kukidhuru, ambacho kitu kile kina heshima yake, basi pia inakufaa utayamamu ayo maji uyaache. Sababu ya 4 hiyo. Sababu ni nyingi, hii ni ya 4. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna kuacha kusali. Umeona yote haya, udhu upo, yani udhu hauachiki. La 5, hii sio ya 5, tunaendelea katika hilo hilo eneo. Idha ihtaja ila alma'i halan au ma'alan, au hicho kitu kikaa kinahitajia hayo maji kwa muda ule ule au baadaye, na maji yenyewe ni madogo, lishurbihi, kwa ajili ya kunywa. Labda mnyama, maji ni hayo hayo na yanahitajia hayo hayo, mnyama kama vile mbuzi mwenye heshima zake, au shurbi ghairihi, au kunywa nduguye Muislamu nziwe ana shida na yale maji. Sasa wewe usiyechukulie udhu, mwachie ndugu yako anywe. Walau kana kalban, hata kama huyo mnyama mwenye kuyahitajia ni mbwa, ghaira aqurin, isipokuwa mbwa mwenyewe asiwe yule mbwa wa kuudhi watu, kuumauma watu, asiwe mbwa namna hiyo. Awe mbwa huyu ambaye ana mafundisho, anafahamu nini anatakiwa afanye. Kuna wale mbwa alkilabu almuallama, yale mbwa ambayo yanafundishika. Au ihtaja lahu liajanin au tabkhin, au akale maji yanahitajika kwa ajili ya kukanda unga, chapati hizo shekhe, na maji ni hayo hayo, au tabkhin, au kupikia, wa izalat najasa ghaira maafuun anha, na kuondosha najisi ambayo si yenye kusameheka. Kuna najisi ambazo lazima uiondoe kwa maji, ianze ile najisi kwanza kuondolewa. Fa innahu yatayammamu, mtu huyo atatayammamu, wa yahfadhu ma ma'ahu min alma'i, na atayahifadhi yale maji aliyokuwa nayo kwa ajili ya hicho kitu au najisi hiyo au mnyama huyo au mtu huyo. Qala al-Imam Ahmad radhi mzunguzi mwendee, iddatu sahaba tayammamu, man tayammamu, yani wengi kuna kwa masahaba walitayammamu, wahabasu limai lishafahihim, na wakaacha maji kwa ajili ya kusukutua midomo yao, yani wakafanya vile vitu vya msingi kama vile asubuhi. Maji ni machache, mswaki ni kitu muhimu sana, utaleta harufu, utakuwa na matatizo, basi unafanyia hayo kwanza, alafu unakwenda kutayammamu. Tupate hadithi nyingine ya Ali radhiallahu mwendee, hakika yake amesema, fi rajuli yakunu fi safari, kwamba kuna mtu ambaye yawaje katika mtu ambaye anakuwa safarini, fatusibuhu aljanaba, alafu anafikwa na janaba, wa ma'ahu qalil min alma, alafu ana maji machache sana, yakhafu ayatusha, anaichelea atapata kiu, akiyatumia kiu kitampata, na maji ni hayo machache. Ali alisema yatayammamu, atatayammamu, wala yaghtasilu, wala haogi. Janaba limempata, atatayammamu yale maji, atatayammamu na mchanga, yale maji atayaacha kwa ajili ni machache kwa ajili ya kunywa, na wala haogi, inatosha ile tayammamu. Na Ibn Taymiyyah amesema naye, wa man kana haqinan, na yule ambaye kabanwa na mkojo, adima lilma, maji hakuna, fal afdal, basi lokuwa bora, an yusalli bitayammumi, aswali kwa kutayammamu, ghaira haqinin, pasi na kuzuia ule mkojo wake akautoe. Wa idha kana qadiran ala isti'mal alma, na akiwa ana uwezo wa kuyatumia maji, lakinahu khashiya khuruj alwaqt, lakini anaichelea wakati utatoka akitumia maji,
kwa kuyatumia ile maji katika udhu au kuoga, fa innahu, hakika yeye, yatayammamu, atatayammamu, wa yusalli, na atasali, wala i'adata alayhi, wala harejeshi swala ile, inakuwa swala imepita. Naam, tumalizie eneo hili ili tuweze kupata maswali kwa yule ambaye atakuwa labda kuna kitu kimemchanganya. Sasa ule mchanga, as-sa'idu alladhi yutayammamu bihi, mchanga ambao unafaa kutayammam ni mchanga gani? Yajuzu tayammumu, inajuzu kutayammamu biturabi, kwa mchanga tahiri uliokuwa tahara, wa kullu ma kana min jinsi al-ardhi, na kila kile kilichokuwa katika jinsi ya ardhi kinafaa. Naomba hapa mpashike, kila kile ambacho ni jinsi ya ardhi kinafaa, si mchanga peke yake. Kasema karamli, kama vile kokoto, walhajari, mawe, warisi, hata chokaa, liqauli llahi ta'ala, wa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, fatayammamu sa'idan tayyiba, tayamamuni, na mchanga uliokuwa safi. Wakad ajma ahlu lugha, wamefanya ijmaa watu wa lugha ya kwamba ala anna sa'id, hakika ya mchanga, wajhu al-ardhi, ni kile kilichopo usoni mwa ardhi, turaban kana, sawa sawa uwe mchanga au ghairuhu, au kitu kingine. Nadhani eneo hili mtakuwa mmelielewa kwamba hata kwenye ukuta hivi ukiwa kuna vumbi vumbi, kuna vumbi la chokaa, lakini vile vile ramli, changarawe zile, hapo pote pana tayammum, kwa sababu sa'id inatamkwa kila ambacho kimekuwa ni mchanga au kinachokuwa na asili ya ardhi, hicho kinaitwa ni mchanga, unaweza, kinaitwa sa'id, unaweza kutayammam. Nadhani tunaweza kuishia eneo hili. Kinachofuata sasa hivi ni kaifiyatu tayammum, namna gani utatayammam. Sasa hili kwa sababu laweza na lenyewe likachukua muda, tunaweza tukaligusia tu. Kwanza, at-tayammum yatakiwa itanguliwe binniya, lazima unuie ile tayammum. Na Sheikh anasema maneno ya nia, kila mmoja anajua kwamba nia qasdu shay, ni kukusudia kwamba hapa mimi natayammam, qasdu shay muqtarinan bi fi'lihi, unalikutanisha ile tendo na kile kitendo. Tendo linakwenda moja kwa moja kwenye mchanga, unapiga mchanga ule unakutanisha na nia yako ambayo iko moyoni, wala hakuna haja kuitamka. Thumma yusami llah, kisha mtaje Mwenyezi Mungu, apige bismillah. Wa yadribu biyadaihi sa'id at-tahir, na apige kwa mikono yake miwili ile mchanga ule kwa tahara. Wa yamsahu bihima wajhahu wa yadaihi, na kwa pigo lile atapaka kwa mikono yake miwili yote ile uso wake na mikono yake, ila rusghaini, mpaka kwenye rusghi, ni hizi hapa vitanga vile vya mikono. Walam yardi fi dhalika asah wala asrah min hadithi Ammar radhiyallahu anhu, wala halijakuja katika hilo kauli iliyokuwa sahihi wala iliyokuwa wazi kuliko hadithi ya Ammar, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, pale aliposema, mwangalie ya Ammar alivyozungumza, alisema ajnabtu, nilipata janaba mimi mwenyewe, sasa nilipata janaba, falam asbil ma, na sikuyapata maji, fatama'attu fi su'idi, nikajigaragaza kwenye mchanga. Najua wakati ule bado mambo haya, akajigaragaza kwenye mchanga. Wa sallaitu, na nikaswali. Fadhakatu dhalika linabii sallallahu alaihi wasallam, nikamsimulia Mtume kwamba nilipata janaba nikajigaragaza mchangani, muone nikaswali mimi. Faqala, Mtume akasema, innama kana yakfika hakadha, umejisumbua, ilikuwa inakutosha. Akamwonyesha hivi, kapiga hapa, alafu akapiga na kwenye mikono yake, ilikuwa inakutosha hivi. Wa dharaba an-nabii sallallahu alaihi wasallam bikafaihi al-ardh, Mtume akapiga mikono yake miwili ardhini, vitanga vya mkono.
watanafakha fihima, akapuliza. Ukishapiga ile mikono unapuliza. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma masaha bihima wajhahu, Mtume akapaka uso wake, wakafaihi, na vitanga vyake viwili vya mikono. Hivi ndivyo tayammum. Kiakili ya kawaida, wewe umeharibikiwa huku mbele, umetoa manii, alafu waambiwa kwamba ukipiga pap, alafu unachukua hii unaanza maana unaanza na kulia, sawa, alafu unaleta hivi, unakuja hivi, unamalizia, alafu kwamba umetoharika. Kiakili ya kawaida wewe unaweza ukaona kwamba hata yule bwana, kwa sababu ilikuwa jambo hili halija kuwa wazi, akaamua kubiringita, sawa sawa, fataamaka fil ardi, akajibiringisha ardhini ili awe katika hali ya kuona at least kasafika. Hadithi ya Amari hiyo, na Amari mwenyewe, fataamaktu ala al-ardi au fil ardi, nikabiringita ardhini, nikajipaka kama mchanga ili niwe safi. Kwa hiyo ndugu zangu, tumeziona sababu na kaifiyatu tayammumi, tumeona namna kutayammamu. Sababu zile tumechagizwa na maulizo ya jana, tumezileta ili watu wafahamu, lakini bado ziko sharti za tayammum. Sawa, hizi ni asbabu tayammumi. Sawa, kuna shurutu tayammumi. Hivyo basi, naomba katika darasa ya leo tuishie hapa.